Upasuaji unahusishwa na mambo machache tunayoyaita ishara za bendera nyekundu. Wakati wowote unapokuwa na maumivu ya shingo yanayoenea hadi mikononi au miguu yanayosababisha ganzi, au udhaifu wowote, maumivu ya chini ya mgongo yanayoenea hadi mikononi na miguu, ambapo mgonjwa hawezi kutembea, hakuna mwendo thabiti. Hapo ndipo ninaposema mtindo wa kutembea umebadilika. Kisha kuna kupoteza udhibiti wa mkojo au haja kubwa anayopitisha. Wakati mgonjwa anapokuja na dalili kama hizo, basi tutalazimika kufikiria zaidi ya hapo. Sawa, kuna kitu kinachotokea kwa kiasi kikubwa. Kunaweza kuwa na chochote, kama kuna maambukizi kwenye uti wa mgongo. Tuko katika taifa linaloendelea ambapo kifua kikuu, ambacho ni maambukizi ya bakteria yanayojulikana zaidi kwenye uti wa mgongo, na pia kuna maambukizi mengine ya bakteria au fangasi ambayo yanaweza kutokea kwenye uti wa mgongo. Kwa hivyo tunapenda kuangalia katika mwelekeo huo. Hilo ni jambo moja. Jambo la pili ni kwamba mtu yeyote aliye na hali ya kuzorota, kuna uchakavu mkubwa unaotokea kwenye mfupa. Kuzorota au kuchakaa kwa diski husababisha mfupa kubonyeza mfupa wa karibu. Na wakati mwingine kinachotokea ni kwamba kunaweza pia kuwa na kuteleza kwa mfupa, tunaita hiyo spondylolisthesis. Kwa hivyo hizi ni hali ambazo zingehitaji upasuaji. Kwa hivyo maambukizi yoyote, aina yoyote ya kutokuwa na utulivu, ambayo inasababisha maumivu katika mgongo wa chini au shingoni, inapaswa kuhitaji upasuaji. Mbali na hayo, tunaweza kufikiria nini kingine? Uvimbe wowote kwenye uti wa mgongo. Kwa hivyo hizi ni hali ambazo bila shaka zingehitaji upasuaji. Mbali na hayo, tuna hali nyingine tunayoita ulemavu. Tunapoanza kuzungumzia ulemavu kwa watoto, ulemavu wa kawaida tunaokutana nao ni scoliosis. Ninaposema scoliosis, ni ulemavu wa umbo la S ambao hutokea kwa mtoto. Kwa hivyo, inaweza kuwa ya kuzaliwa, ambayo inaweza kuwa tangu kuzaliwa. Aina ya kawaida zaidi ni ile ya idiopathic. Ninaposema idiopathic, sababu haijulikani. Karibu 80 hadi 85% ya wakati sababu haijulikani, na wakati wa kipindi cha ukuaji wa haraka, ulemavu ambao tumeona huongezeka kwa kiasi kikubwa, na hapo ndipo kama inavyohitaji upasuaji. Ulemavu wowote au mwinamo wowote zaidi ya digrii 45 hadi 50 bila shaka unahitaji upasuaji ili kuzuia kuendelea zaidi. Ikiwa unaona katika umri fulani, kama kusema karibu miaka 12, unaona mwinamo ambao tayari ni karibu digrii 55 hadi 60, kuna uwezekano mkubwa kwamba mwinamo huo unaweza kuendelea na kisha tunahitaji kuingilia kati. Tena, upasuaji wa kupinda mgongo ambao tunaita kyphosis ni wa kawaida kwa watoto na pia kwa watu wazima. Kwa watoto tuna aina tofauti za kyphosis zinazotokea. Kwa watu wazima, inatokana hasa na hali ya kuzorota inayotokea na kwa hivyo hali hizi bila shaka zinahitaji upasuaji. Tena tukija kwa ya mwisho, huko India, ukizingatia idadi ya ajali za barabarani zinazotokea, hali yoyote ya kiwewe ambapo kuna aina fulani ya uharibifu wa uti wa mgongo na unatarajia kwamba inaweza kuzorota, ikiwa ni kuvunjika kusiko imara, ikiwa ni hali isiyo imara, lazima tuingilie kati haraka iwezekanavyo ili tuweze kurejesha mpangilio wa kawaida wa uti wa mgongo, kumfanya mtu arudi kwenye miguu yake na kuishi maisha ya kawaida. Hivyo hizi ndizo hali. Maumivu sugu ya mgongo wa chini kwa ujumla, hakuna ushahidi kwamba yanahitaji aina yoyote ya upasuaji. Maumivu yoyote sugu ya mgongo wa chini ambayo hatuelewi sababu. Tazama, tunapomwona mgonjwa, tunajaribu kupata tarai, tunajaribu kufanya MRI, tunajaribu kutathmini kwa vipimo vingine vya damu. Na licha ya kufanya haya yote, ikiwa hatuwezi kupata sababu halisi ya mkazo, basi kuingilia kati, kusema kwamba sawa, nitajaribu kufanya upasuaji wa kuunganisha na hii inaweza kusaidia kwa maumivu sugu ya mgongo wa chini, ni upuuzi. Hakuna ushahidi sahihi unaodai hivyo. Sawa. Sasa ni faida gani tulizonazo katika upasuaji wa mgongo? Katika miongo 1 au 2 iliyopita, nini kimefanyika kutoka pale ilipokuwa hadi ilipo sasa? Vifaa, skrubu na vizimba tunavyotumia siku hizi vimeendelea sana kutoka ilivyokuwa siku za awali. Tumefikia hatua ambapo tunafanya upasuaji mwingi usioingilia sana, ambapo kuna uharibifu mdogo wa misuli, damu kidogo na nafasi ndogo ya maambukizi. Hapo awali unapofanya upasuaji wa mgongo, mgonjwa anapaswa kuwa hospitalini kwa siku 10-15. Hakuna kitu kama hicho. Siku hizi tumeanza kufanya taratibu za huduma ya siku, ambapo mgonjwa anakuja asubuhi, anafanyiwa upasuaji, anatolewa hospitalini jioni. Hata katika upasuaji mkubwa zaidi, tunaweza kumtoa mgonjwa hospitalini kwa siku 2-3. Hivyo ni kwa sababu ya maendeleo.
Pia jambo ni kwamba tunaweza kufanya kile kinachoitwa ufuatiliaji wa neva wakati wa upasuaji, ambapo kwa wakati halisi tunaweza kuelewa hali ya uti wa mgongo, ikiwa ni nguvu ya misuli au nguvu ya hisia. Ninaposema nguvu ya misuli, ni nguvu ya misuli katika kiungo ambayo unaweza kuhamisha dhidi ya mvuto, na hisia tunazozungumzia ni mfumo wa hisia. Hivyo tutaweza kutathmini zote mbili wakati wa utaratibu ili tupate maoni ya moja kwa moja, na tutajua iwapo tunafanya makosa wakati wa utaratibu, tutaweza kuyarekebisha papo hapo. Hivyo hilo ni moja ya maendeleo mazuri yaliyopo. Na kisha kinachotokea ni akili bandia. Tunapozungumzia akili bandia, ni kuunganisha hiyo na roboti. Kwa hivyo siku za awali kilichotokea ni kama tulivyokuwa tukifanya. Baada ya kurekebisha uti wa mgongo kwa kuufunga na skrubu, basi tungehitaji kuweka fimbo ili kuupanga uti wa mgongo. Hivyo siku za awali tulilazimika kufanya mpangilio wenyewe kwa kuzipinda fimbo na kuziweka sawa ili zilingane na uti wa mgongo. Lakini siku hizi tunacho kinachoitwa AI kinachotusaidia kupinda fimbo kabla ya upasuaji kulingana na skani ya mgonjwa husika. Pia tunapohitaji kufanya upasuaji kwenye uti wa mgongo uliopinda, ambapo hatujui anatomia halisi, yaani anatomia inakuwa imeharibika, ama kwa sababu ya uti wa mgongo uliopinda, au mgonjwa tayari amefanyiwa upasuaji mwingine, tunachofanya ni upasuaji wa marekebisho ya uti wa mgongo. Kwa hivyo hatuna uhakika ni wapi hasa mpangilio wa kawaida wa mfupa ulipo, kama tunapaswa kuweka skrubu katika nafasi hiyo hasa, kama itaingia kwenye mfupa au itaingia ndani ya uti wa mgongo na kugonga mishipa au kitu kama hicho. Mambo haya yanaweza kushughulikiwa vizuri zaidi na roboti. Kwa hivyo tunaposema roboti, si roboti inayofanya kazi hiyo, ni daktari wa upasuaji ambaye atafanya kazi hiyo kwa 95% hadi 100%, lakini roboti inatusaidia kupanga ili tuweze kuwa na usahihi wa 99% katika upasuaji tunaofanya. Kama umma kwa ujumla, nyinyi watu mngekuwa na wazo la msingi wazi kuhusu upasuaji wa uti wa mgongo. Ni lini kumwona daktari wa upasuaji wa uti wa mgongo, na ni lini upasuaji wa uti wa mgongo unahitaji kufanywa?